Donald Trump amesema hana nia yoyote ya kusuluhisha mzozo kati yake na bilionea Elon Musk baada ya wawili hao kukosana hapo jana. Rais Trump amevieleza vyombo vya habari kuwa mtu huyo tajiri zaidi duniani amerukwa na akili. Wawili hao walitarajiwa kuzungumza hii leo ili kuridhiana, ila hilo halitafanikiwa. Trump na Musk walirushiana maneno makali jana katika mitandao ya kijamii kutokana na mapendekezo katika mswada mpya wa kodi. Hatua hiyo ilimaliza usuhuba wao wa karibu. Mwandishi wa BBC Sami Awami sasa na maelezo zaidi kuhusu uhusiano huo ulioporomoka. Elon Musk na Donald Trump wamepishana na sasa kuna vita kubwa ya maneno inayoendelea kati yao na dunia nzima imeshika bisi kufuatilia piga ni kupiga hiyo. Lakini mgogoro wao huu umeanzaje? Wengi wanaamini tatizo lilianza kuonekana hadharani baada ya Musk kukosoa mswada mpya wa fedha wa serikali ya Trump. Musk amesema mswada huu unaenda kuongeza matumizi ya serikali maradufu na kuongeza deni la taifa. Nimesikitishwa sana kwa sababu Elon alijua kilichoko ndani ya mswada huo. Nilisikitishwa kwa kweli kuona mswada wa matumizi makubwa ya fedha. Hii ni kinyume na sera aliyokuwa akipigia chapuo Trump, ambapo hadi akampa kazi Musk, kazi maalum kabisa ya kutafuta mianya ya rushwa na ubadhirifu wa fedha serikalini. Trump yeye amekanusha madai haya. Anamshutumu Musk kwa kukasirika baada ya mswada huo kupendekeza kuondoa ruzuku kwa wazalishaji wa magari ya umeme. Musk alianza kumuunga mkono Trump rasmi baada ya jaribio la kupigwa risasi kwa Trump akiwa katika mkutano wa kampeni. Baada ya kuingia madarakani, ushawishi wa Musk kwa serikali ya Trump ukazidi kuongezeka. Hata akawa mshauri wa karibu sana wa sera za serikali ya Trump kwenye mambo mengi tu. Wengi wanaamini kuna kitu kimetokea nyuma ya pazia, maana hata ugomvi wao huu sasa umehama kutoka katika kutofautiana kwenye masuala ya sera na sasa umekuwa binafsi. Elon anamshutumu Trump kwa kuwa mmoja wa wageni wa kashfa kubwa ya sherehe ya unyanyasaji wa kingono kwa mabinti wadogo zilizokuwa zikiandaliwa na bilionea Jeffrey Epstein aliyekutwa amekufa akiwa gerezani. Vita hii ya maneno kati ya wawili hawa haitakuwa rahisi. Wote ni watumiaji wakubwa wa mitandao ya kijamii. Wote wana huruka za visirani na wasio na vifua vya kutunza mambo. Wote wana ushawishi mkubwa wa kisiasa ndani ya Marekani, lakini pia hata nje. Mmoja ana misuli ya kimamlaka ya uraisi, mwingine ana misuli ya kifedha na ushawishi mkubwa wa kibiashara ndani na nje ya Marekani. Wote wanapenda visasi. Nadhani bifu kama hizi zikitokea nchi zetu hizi za Afrika, mambo yangekuaje? Tusalie na taarifa hiyo hiyo. Sasa Trump anataka kuliuza gari lake aina ya Tesla. Hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani. Trump alinunua gari hilo ili kumsaidia Elon Musk kwa mauzo ya kampuni yake, lakini sasa limeegeshwa kwa wiki kadhaa katika ikulu ya White House. Hisa za Tesla ziliporomoka kwa 14% jana na kupunguza thamani ya kampuni hiyo kwa zaidi ya dola bilioni 150. Trump ametishia kusitisha mikataba ya serikali na kampuni za Musk. Anajiandaa kusoma bajeti zao za mwaka wa kifedha ujao 2025-2026 Alhamis wiki ijayo. Serikali zitakuwa zikieleza sekta ambazo zitapewa kipaumbele katika ufadhili. Pia kutakuwa na mapendekezo ya jinsi ya kufadhili bajeti hizo kupitia kodi, mikopo na misaada. Sasa leo tunaangazia bajeti za Kenya, Tanzania na Uganda. Tuanze na Kenya, ambapo mwaka uliopita Rais William Ruto alilazimika kufutilia mbali mswada wa fedha uliopendekeza nyongeza ya ushuru kutokana na maandamano ya vijana wa Gen Z. Je, safari hii serikali itafanya nini tofauti? Huyu hapa Peter Mwangangi na mapendekezo kadhaa katika mswada mpya wa fedha. Nchini Kenya, maoni yamekuwa yakitolewa kuhusu mapendekezo yaliyoko katika mswada wa fedha wa mwaka 2025 na 2026. Hebu tuangalie mambo matatu yenye utata zaidi. Kwanza, kuna pendekezo la kuipa mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA uwezo wa kupata taarifa muhimu za kibinafsi, hasa katika shughuli za kibiashara, bila kuhitaji amri ya mahakama. Hii imeleta hofu kuhusu usalama wa taarifa za watu, baadhi wakisema kuwa hii inaweza kutumiwa kwa sababu nyingine zaidi ya kodi. Shirika la Amnesty International limepinga hili likisema kwamba amri isiyokuwa na ukomo wowote wa matumizi ya data inaweza kugeuza shughuli ya ukusanyaji wa ushuru na kuifanya kuwa njia ya kufuatilia maisha ya watu. Pili ni kuhusu bidhaa ambazo awali hazikuwa zinatozwa kodi. Kwa jumla, serikali haijasema moja kwa moja kwamba inaongeza kodi mpya katika mswada huu. Badala yake,
imeorodhesha baadhi ya bidhaa ambazo hazikuwa zinatozwa kodi na kuziweka miongoni mwa zile zitakazotozwa kodi ya nyongeza ya thamani, yani VAT. Bidhaa hizi ni kama vile chakula cha mifugo, simu, magari, betri za sola na malighafi ya kutengeneza bidhaa za matibabu. 3, mswada huo pia unapendekeza marekebisho madogo lakini muhimu kwa sheria ya kodi ya mapato. Hii taathiri jinsi makato kwenye mishahara inavyofikiwa kwa kuzingatia misamaha ya kodi ama kodi zenye nafuu, kwa kimombo deductions na personal reliefs. Swali hapa ni je, hizi relief zinafaa kukatwa kabla au baada ya kodi rasmi ya mshahara maarufu kama pay as you earn payee kukatwa? Najua hapo nimekuchanganya kidogo, lakini hauko peke yako. Wataalamu wametaka serikali ifafanue hili ili liwe wazi kabisa. Lakini sio kila kitu kibaya katika mswada huu, kuna mapendekezo mazuri pia. Moja ni malipo ya per diem, yaani fedha zinazotolewa kwa wafanyakazi wanaposafiri kwa ajili ya kazi. Imependekezwa kwamba kiwango cha chini kabisa cha hela ambazo zitatozwa kodi kitakuwa ni shilingi 10,000 za Kenya kwa siku. Awali ilikuwa shilingi 2,000 pekee. Pili, mswada huo unapendekeza kupunguza kodi ya miamala ya kidijitali kutoka 3% hadi 1.5%, na hii itakuwa ahueni kwa wengi ambao hufanya malipo ya kidijitali, na hii ni sekta ambayo inaendelea kukua. Na 3, kwa wale wanaonuia kujenga nyumba hawatatozwa riba ya hadi shilingi 360,000 iwapo watachukua mkopo kutoka kwa taasisi za kifedha zilizoorodheshwa. Maoni bado yanaendelea kutolewa na huenda mapendekezo mengine yakaongezwa na mengine kuondolewa hadi kufikia siku ya mwisho ya kuwasilisha mswada ulioboreshwa bungeni. Huko ni Kenya, vipi Tanzania? Nchini Tanzania wabunge wamekuwa wakijadili mapendekezo kuhusu fedha zitakazotengwa kwa sekta na wizara tofauti. Taifa hilo litashiriki uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu na linapendekeza bajeti ya takriban dola bilioni 22 ambayo itaanza kutekelezwa Julai mwaka huu. Bajeti hiyo itasomwa katika bunge huko Dodoma na wakazi wa mji huo wameelezea BBC matarajio yao kuhusu bajeti hiyo. Mama angalie jinsi gani atakavyotufanikisha wamama wenzie ili familia ziweze kusonga mbele. Serikali ibezi kutoza kodi, lakini isiwe kodi zile ikawa mzigo tena kwa wananchi. Kazi tunao sasa hivi ni kufunga mikanda, kuhakikisha nchi yetu inapiga mbele hatua moja kwenda nyingine. Bajeti tunahitaji kujitegemea. Wajitahidi angalau basi wanaoyasoma yaweze kutusaidia na sisi tuone manufaa ya bajeti hiyo, na sisi wakazi tuweze kufurahia. Ni hali ya Watanzania kujenga kukusanya mapato sisi wenyewe bila kusukuma. Tumesema kutegemea wahisani. Wahisani fedha zao zimekuwa na masharti. Tudumishe sisi Watanzania chetu. Hapa ilipofikia tuyaone zaidi kama 2024 tulivyoona SGR na elimu bure na shule, mahuduma hospitalini. Tunatarajia huko 2025 30 huko tupate maendeleo makubwa zaidi. Katika taifa jirani la Uganda, serikali inapendekeza bajeti ya dola bilioni 19.6 na inasema itatoa kipaumbele kwa sekta za viwanda, utalii na madini. Haya yanajiri wakati Benki ya Dunia ikitangaza kuondoa marufuku ya mikopo kwa taifa hilo ambayo ilikuwa imewekwa miaka 2 iliyopita kutokana na sheria ya watu wa jinsia moja. Hebu sasa tupate maoni ya wakazi wa Kampala kuhusu bajeti ya taifa hilo. Sio kwamba mwaka ujao watakuwa washakamilisha kulipa hizi pesa za walizokopa kulipa sasa hivi. Kwa hiyo ninaona kwamba mambo ni mingi kabisa. Kwa mfano kuna kilimo, kuna nini ambapo tunaweza kuweka tupate pesa, halafu hizo pesa tuzitumie kufadhili nini? Kufadhili bajeti ya mwaka huu. Mimi ningependa wafikirie kuhusu elimu, kwa sababu elimu inatusaidia sisi watu wa Uganda. Tumeona wale walimu wa sayansi walifikiriwa na mishahara yao ikiongezewa, lakini wale wa humanities wameacha nyuma, na ningependa wafikirie waongezee mishahara, kwa sababu masomo hayo inasaidia wananchi wa Uganda. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tunaangazia makadirio ya bajeti za nchi hizo za Afrika Mashariki na mapendekezo ya kodi. Swali ni je, wananchi wamezingatiwa?